Tetesi zimezidi kuwa nyingi za dirisha la usajili kwa vilabu mbalimbali kuimarisha vikosi vyao, na leo nakupitisha katika moja ya tetesi ambayo pengine itatikisa sana katika dirisha hili kubwa la usajili ambalo linatarajiwa kufunguliwa baada ya ligi kukamilika. Baada ya muda kidogo dirisha litafunguliwa, lakini vilabu vingi vimeshaanza harakati mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufumua na kuimarisha vikosi vyao. Lakini klabu ya Azam FC, baada ya kuwepo kwa tetesi za muda mrefu za nyota wao Faisal Salum Feitoto Abdalla kuweza kusajiliwa ama kuhitajika na vilabu mbalimbali ndani na nje ya nchi, klabu hiyo ya Azam imeweza kuweka kandarasi mezani ya kuweza kumuongezea Faisal kwa ajili ya kuendelea kusalia katika viunga vya Chamazi. Na katika dili hilo ambalo Azam FC wameweza kuliweka wazi, ni kwamba wanataka kulifanya kama extension ya contract mpaka mnamo Juni 8, 2028. Tujue kwamba Azam FC pamoja na Faisal wana mkataba ambao unakwenda kutamatika tarehe 8 Juni 2026, lakini kwa sasa Azam wameweka kwenye meza mkataba mpya wa miaka miwili ambao utakwenda kumfanya Faisal asalie mpaka Juni 8, 2028, lakini inaelezwa Faisal bado hajaweza kuridhia kusaini mkataba huo mpya. Lakini katika mkataba huo, miongoni mwa vitu ambavyo vimeongezwa ni pamoja na signing on fee, yani pesa ile ambayo mchezaji anaipata baada ya kusaini contract mpya ni milioni 800 na shilingi milioni 800 na milioni 805,254,286. Hizo ni pesa za Kitanzania. Lakini kwa upande mwingine Faisal atapokea jumla ya shilingi bilioni 563, na hii ni baada ya makato ya serikali. Yani maanisha hiyo signing on fee ni milioni 805, lakini kutokana na makato ya serikali na nini atapokea jumla kiasi cha shilingi milioni 563. Lakini pia Azam watalipa pesa hiyo kwa installment, tunasema kwa taratibu fulani utakuwa wanalipa. Na lakini pia wamesema kwamba wamemwaahidi mshahara wa shilingi milioni 79 za Kitanzania. Mshahara kwa mwezi utakuwa ni milioni 79, ambapo Faisal atapokea milioni 50 baada ya makato ya serikali, na maanisha kodi pamoja na makato mengine na michango ya NSSF. Lakini pia kingine ambacho Azam wamekiweka katika mkataba huo, watamprovide na nyumba, watampatia nyumba ambayo itakuwa na kila kitu ndani, yanamaanisha furniture na kila kitu ndani yake kitakwepo. Hiyo ni nyumba mpya ambayo watampatia Faisal kwa mujibu wa mkataba mpya ambao wamemwekea mezani, ama offer ambao wamemwekea mezani. Lakini vile vile wamesema kwamba watampatia tiketi 4 za kwenda na kurudi Dar es Salaam kutokea Zanzibar. Tunajua Faisal kwao ni Wete kule Pemba, kwa hiyo wamempatia tiketi 4 za go and return. Lakini pia wameweka kwenye mkataba wake kipengele cha release clause ambayo itakuwa ni dola milioni 3, ambao ni karibia bilioni 7 hivi, ni kama bilioni 6 na kitu. Kwa hiyo ili uweze kumuondoa Faisal katika viunga vya Chamazi, utahitajika uwe na hiyo dola milioni 3 ambao ni sawa na bilioni 6.5 hivi. Hiyo wataweka endapo Faisal atasaini mkataba mpya. Lakini pia inaelezwa kwamba mpaka sasa hivi Faisal hajafanya maamuzi yoyote, pamoja na uongozi wake hawajafanya maamuzi yoyote kuhusiana na ofa hiyo ambayo iko mezani, na kwa sasa bado anaendelea kuchanganua. Kwa mujibu wa taarifa tulizozipata kutoka kwa Jasmine Razak, ambaye yeye ni mshauri wa Faisal na amekuwa mshauri wa Faisal tangu ile sakata ama sekeseke la Faisal kuhama kutoka klabu ya Yanga kuelekea Azam FC. Mpaka sasa amebakia kuwa mshauri. Anasema kuna ofa takriban 5 ndani ya Tanzania pamoja na nje ya Tanzania, lakini zote ni za Afrika, zote zikiwa zinamhitaji Faisal Salum Abdalla, na nyingine zinatoka Uarabuni, lakini wao wameona mazingira sio rafiki kwa upande wa Uarabuni, kwa hiyo ofa hizo wamepiga chini. Lakini ofa ya South Africa imeonekana kuwa concrete sana, ambapo imefuatiliwa rasmi na kocha wa zamani wa klabu ya Yanga Nasreddine Al Nabi, ambaye alikuwa katika
mchezo baina ya Simba dhidi ya Singida pale KMC Complex, na inaelezwa alishazungumza na kuelezea interest yake ya kumhitaji Faisal Salum na namna gani ambavyo atakuwepo sehemu muhimu ya project yake pale katika klabu ya Kaizer Chiefs ya pale nchini South Africa. Lakini kwa upande wa Simba, wao wametolea macho na inaelezwa kwamba walishatoa signing on fee milioni 800, lakini kwa upande wa Azam tunaona wameweka 805. Kwa upande wa Kaizer Chiefs signing on fee ilikuwa milioni 941. Na kwa upande wa Yanga inaelezwa kwamba signing on fee ilikuwa ni milioni 600. Kwa hiyo Faisal kwa sasa yeye yuko kwa ajili ya kukodolea macho kwenye kiasi cha pesa pamoja na maslahi binafsi, hasa ukizingatiwa kwa sasa ana miaka 26. Kwa hiyo pengine mkataba atakao kwenda kusaini na timu ambayo atakwenda kuitumikia kwa sasa ukawa ni mkataba wake mzuri zaidi katika maisha yake ya soka, hasa ukizingatia kwa sasa yuko katika kiwango ama yuko katika form bora kweli. Tuendelea kusubiria, lakini hizi ni tetesi na updates za usajili. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Renyo Update TV. Asante, ciao.